kumtumikia Mungu. Alizungumza na wana Israeli, lakini sasa anazungumza na sisi kwamba tunao kila sababu ya kumtumikia, lakini sio mradi, ni kwa sababu tunampenda, lakini anataka kumtumikia Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa roho yetu yote, na kwa akili zetu zote, lakini kwa moyo pia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe umekuja kanisani leo, sijajua kama umeamua kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, na kwa akili zako zote, sina uhakika, lakini wewe wajua kwamba wewe kuja kwako hapa ni kwa ajili ya nini. Bwana asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Narudia, somo tunaangazia vizuizi, lakini kabla ya vizuizi lazima tuelewe kwamba Mungu amekusudia nini kwenye maisha yetu. Amekusudia sisi tumtumikie, lakini si kulimlani, tumtumikie kwa nguvu zetu zote, kwa moyo wa kupenda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuondoe mawazo yetu mengine, twende pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Narudia tena, karibu tujifunze somo hili la vizuizi vya kumtumikia Mungu. Ukishajua vizuizi, unakuwa na nafasi ya kuvirekebisha. Haleluya. Biblia imetoa sababu za kwa nini watu wanashindwa kumtumikia Mungu, na katika sababu hizo ndivyo kuna vizuizi tutaviangazia. Inawezekana tusiseme vyote, lakini tutaangalia baadhi ya vizuizi ambavyo vinaweza kuzuia mtu katika safari ya kutumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unaandika na tunafuatana vizuri, nitaomba uandike kizuizi cha kwanza ni hofu au kuhofia wanadamu. Hofu juu ya wanadamu au kuhofia wanadamu. Hofu juu ya wanadamu au kuhofia wanadamu. Bwana asifiwe sana. Tunaangalia kizuizi na pamoja katika mtiririko, sio kwa muhimu, kwamba kuhofia wanadamu kunaweza kuzuia wewe kumtumikia Mungu inapopaswa. Wako baadhi ya watu wanaogopa kumtumikia Mungu kwa sababu ya jamii inayomzunguka, ya marafiki alionao, ya ndugu alionao. Kwa hiyo anapohofia, anashindwa kutekeleza majukumu yake vizuri ya kiutumishi. Ndio maana utaona hata kwa namna tofauti mahali pengine unakuta mtu anasema anaogopa hata kuvaa nguo yenye utambulisho wa kanisa lake, anaogopa hilo jambo. Mahali pengine utamwona mtu hata Biblia tu kubeba katika mtaa wake hawezi, lakini mahali pengine hata mtu kusalimia kwa lugha ya kanisa lake au kwa lugha ya ndani yake anaogopa, au hata kujitambulisha anaogopa. Kwa hiyo unaweza kuona anachokumbuka ni nini? Anahofia watu, jamii, wanadamu, anawahofia. Na kwa sababu anahofia, huwezi kumpanga kufanya injili, hawezi kumpanga kufanya shughuli yake. Huyu mtu lazima atapata kisababishi, atapata tunasema sababu, ataleta sababu ya kwamba maana na hili, ili mradi tu aweze kupinga au aweze kuepuka hilo jambo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa unaweza kaona sasa maandiko matakatifu yanatupa mfano, kama nilivyosema tulikuwa tunanukuu kwenye maandiko. Kitabu kile cha Mathayo, Injili ya Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 26. Pale Mathayo sura ya 26 mstari ule wa kuanzia 69 mpaka 75. Na kama maandiko ni marefu sana, lakini kwa kifupi pale
Na Petro alikuwa ameketi nje ya behewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwapo pamoja na Yesu wa Galilaya. Akakana mbele ya wote akisema, sijui usemalo. Naomba niishie hapa tu kwa sababu ya muda. Nataka kusema nini? Mtu anaweza akashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ya kuhofia watu. Petro alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, na watu wote walikuwa wanajua kwamba huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu aliambatana naye. Lakini unaona, baada ya kutokea sintofahamu, kumetokea Yesu amekamatwa kwa kuhofia jamii kwamba anaweza kauawa, kwa kuhofia watu kwamba wanaweza kumdhuru. Akaulizwa, wewe hawakuwepo pamoja na Yesu? Biblia inasema akakana, akasema sijui semalo. Bwana asante sana. Tunajifunza somo, vizuizi katika kumtumikia Mungu. Petro alionyesha kizuizi namba moja hiki cha kuhofia watu. Hofu juu ya watu. Wataonaje? Si wataniua nikisema ndio? Akaogopa wanadamu. Bwana asante sana. Kwa hiyo inawezekana sasa sio Petro, sasa hivi ni sisi. Je, hatuhofii watu? Na ndiyo maana hatufanyi Injili, na ndiyo maana hatuwasemeshi watu kwa habari za mbinguni, na ndiyo maana tunashinda kujitambulisha kwamba sisi tumeokoka. Bwana usaidie sana. Kwenye andiko hili lazima ujifunze kwamba lazima uone kwamba hauna sababu ya kumfurahisha mtu zaidi ya yule aliyekuokoa. Bwana usaidie sana. Petro alitaka kuwafurahisha wale watu kwa kumkana Yesu. Lakini cha ajabu zaidi, alikuwa ameambiwa mapema kwamba wewe utanikana. Pamoja na kuambiwa kwamba utanikana, bado hakukumbuka mpaka alipofika kwa ile mara ya tatu, akamsikia jogoo anawika, ndipo akakumbuka. Utaona akajuta, akaenda kwenye majuto. Imekuwaje? Sasa najaribu kujiuliza, kama Petro alikuwa karibu na Yesu kiasi hicho na anafikia hatua ya kumkana kwa kuhofia watu, najiuliza wewe umejipangaje? Umejipangaje? Bwana usaidie sana. Kwa hiyo hii kizuizi cha kwanza, kuhofia wanadamu. Lakini kizuizi cha pili ni uvivu. Kama unavyojua, huduma ya Mungu inahitaji kujitoa na kuongeza bidii. Huduma ya kumtumikia Mungu inahitaji bidii, inahitaji kujitoa. Na mahali Biblia inaeleza kwamba maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Kwa nini nazungumza habari ya bidii? Sio tu kwenye maombi peke yake, hata kwenye baraka. Unapoweka bidii ndipo unaona mafanikio. Sasa kama tunajua kazi ya Mungu inahitaji kujitoa, inahitaji bidii, tukiwa wavivu hatuwezi kumtumikia Mungu. Bwana usaidie sana. Uvivu ni neno pana na linaweza likawa linamaanisha mambo mengi. Mojawapo, sisi tumejiwekea utaratibu. Mfano, ibada yetu inaanza saa 2 kwa maombi. Nikishukuru sana bibi yangu na mama yangu, umekuwa mwaminifu sana kwenye muda. Mimi huwa nikija hapa wakati mwingine nakuta mara nyingi imeshafika saa 2 yuko hapa. Situmpigie makofi jamani. Lakini pia jipigie makofi nawe ambao umewahi kipindi hiki cha pili. Jipigie makofi na wewe. Amen. Sababu kubwa ambayo inatokea ni hii ya pili, uvivu. Kwani nini shida ukijua ratiba kwamba unapaswa kufika saa 2 kanisani? Nini shida kama unapaswa kufika kanisani saa 3? Nini shida ambayo inakufanya wewe usifike kwa muda huo? Kuanzia Januari mpaka Desemba. Hapa ipo kwenye uvivu. Na uvivu ni upi? Unaweza kuwa ni uvivu wa kuamua nini unataka.
Bwana usaidie sana. Hebu jaribu kufikiria kama ingekuwa hii ni taasisi yako, umemwajiri mtu afanye biashara ya kuletea kipato, halafu uliyemwajiri akawa hafungui kwenye muda ambao umemwambia wewe utakuwa unafungua saa 2 asubuhi. Umemwajiri mtu, halafu yeye anakuja kufungua saa 4. Wewe uniambie, kama wewe ndio mwajiri, kama ungeweza kumwangalia hivyo hivyo mtumishi wako? Huwa naangalia hata kwenye nyumba nyingine nienda kutembea, namkuta dada wa kazi anagombezwa na mama mwenye nyumba kwa sababu hajaamka kwenye muda ambao alipaswa kuamka, na anamwamsha kwa maneno makali kabisa. Lakini mama huyo anachelewa kanisani katika muda ambao alipangiwa kufika, hafiki muda huo, ila mchungaji hamgombezi, anamwacha. Kwa hiyo watu wengi tunatafuta kupata haki kutoka kwa watu wengine, lakini sisi hatuko tayari kutenda haki. Bwana usaidie sana. Uvivu ni kizuizi katika kumtumikia Mungu. Tunapenda kuona shida kwa mtu wa pili, lakini hatuoni shida kwenye sisi katika kutimiza wajibu wetu. Mungu atusaidie sana. Tunashindwa kumtumikia Mungu ipasavyo kwa sababu ya uvivu. Haleluya. Kitabu cha Warumi sura ya 12, tasoma maandiko mawili hapa. Warumi sura ya 12. Biblia inasema mstari wa 11, kwa bidii si waregevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana kwa bidii. Biblia inaeleza kwa bidii, sio kwa uregevu, kwa bidii. Lazima kuwe na bidii katika kumtumikia Mungu. Yeyote anayefanya kazi kwa uregevu, Biblia inasema alaaniwe. Kwa nini alaaniwe? Kwa sababu mtu anayefanya kazi kwa uregevu katika kumtumikia Mungu, maana yake huyu ni mtumishi wa watu wala sio wa Mungu. Unapomtegemea mwanadamu, kuna uwezekano wa kulegea zaidi kwenye mambo ya kimungu. Biblia inasema amtegemee mwanadamu amelaaniwa. Lakini pia kazi ya Mungu haihitaji kufanya katika ulegevu, inahitaji juhudi na bidii. Maana yake nini? Maana ya bidii na nini maana ya juhudi? Unaweza kuwa na bidii wakati mwingine, ile bidii ulionayo ukawa unaingiza bidii kwenye mambo ambayo sio sahihi. Lakini unapochanganya bidii na juhudi, tunatarajia upate kitu kizuri. Kwa sababu bidii inazungumzia ongezeko la ufanyaji wa kazi, lakini juhudi inazungumza uwezo wa kiutendaji, yaani ule uwezo, au ningeweza kusema akili, ndio inakaa kwenye juhudi. Tunapomwambia mtu ongeza juhudi, ni tofauti na kuongeza bidii. Juhudi tunazungumza kuongeza maarifa, ili bidii itakapokuja yale maarifa yaje kuwa na manufaa. Bwana usaidie sana. Kwa bidii na juhudi vikiwa pamoja katika kumtumikia Mungu, matokeo ni lazima yaonekane. Bwana usaidie sana. Utaona kwenye mfano Biblia imemtaja Yona katika kitabu kile cha Yona sura ya 1 1 mpaka 3. Anapewa maelekezo ya kwenda Ninawi. Anakwenda Ninawi kufanya nini? Kumtumikia Mungu. Lakini uvivu, hakutaka kujisumbua, anaona hii kazi itamsumbua. Uvivu, akakimbia uso wa Mungu, akakimbia asiende kule. Sasa inawezekana sio Yona wa kipindi kile, ukawa ni Yona wa kipindi hiki, ambao umepewa kazi kwenye kanisa lako, kwenye eneo lako la kumtumikia Mungu, unakimbia kwa sababu ya uvivu, unatoa visingizio. Yona tuliona kilichotokea, lakini wanadamu wa sasa hivi huwa wanapenda kuona matokeo, kwamba mtu akiwa na shida ndipo anagundua kwamba kuna sehemu alikosea, lakini akiwa ni mzima huwa hajui kama kuna shida itatokea. Lakini kwenye msemo wa kusema kinga ni bora kuliko tiba,
Inawezekana wengi hatukuuelewa huu msemo. Yaani usitarajie matatizo ndio upate njia ya kutokea, lakini jiandae kukabiliana na changamoto kabla, ili pengine ikapita mbali isikufikie. Kwa watu wengi huwa wanamkaribia Mungu kwenye matatizo, na ndipo wanapoonyesha bidii zaidi. Tumekuwa na watu tofauti tofauti ambao bidii inakuwa kubwa kwa sababu ana shida, lakini ile shida inapoondoka tayari bidii ile inaondoka, uvivu unaanza kuingia. Sema bwana, unajua wiki hii nilikuwa kwa shangazi yangu Tabata. Sema unajua wiki hii nitakuwa na mgeni nyumbani. Sababu zinaanza, lakini ukiangalia ni uvivu tu, wala hakuna jambo jingine. Bwana usaidie sana. Lakini sababu ya tatu, kwa nini vizuizi vya kumtumikia Mungu ni dhambi. Dhambi ni sababu nyingine au ni kizuizi kingine ambacho kinamtenga mwanadamu na Mungu. Biblia inaeleza kitabu kile cha Isaya 59, ile sura ya 59 mstari wa 2 pale. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeufikia uso wake, msione hata hataki kusikia. Biblia inasema maovu yetu, dhambi inapoingia kwa mtu tayari inakutenga na uso wa Mungu. Dhambi inapoingia inauficha uso wa Mungu, na hatuwezi kumkaribia, hatuwezi kumuona, na hawezi kusikia tunachokiomba. Kwa hiyo na mtu anapokuwa ameshatenda dhambi tayari, kwa sababu hawezi kuona Mungu, hawezi kusikia, na ametengwa mbali na Mungu, anaanza kurudi nyuma, anashindwa kumtumikia Mungu, lakini pia anakuwa na hatia inayomzuia kumtumikia Mungu. Na sisi ambao tutakiona, tutaanza kuona chenga nyingi zinatokea, tutaanza kuona maigizo mengi yanatokea, lakini kwa sababu ya dhambi ambayo ameitenda. Bwana utusaidie sana. Mfano wa dhambi ambayo unaweza ukaitenda na ukaona kwamba pengine sio dhambi. Nitakupa mfano wa Sauli, kile kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 15. Unaposoma habari ya Sauli, anapewa maelekezo kupitia Samuel ya kwamba aende akateke nyara, lakini anafika kule anambia ateketeze kila kitu. Anakwenda anateketeza vile ambavyo ni vinyonge, na watumishi wake wakamuini, wakamshinda akili, wakabakiza vinono. Bwana usaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Wakajichagulia vilivyo vinono kwa kwamba watavitoa dhabihu kwa Bwana. Lakini Mungu alitoa maelekezo kwamba muende muangamize kila kitu, kisibaki kitu, muue kila kitu. Sasa haya ni maelekezo amepewa mtumishi wa Mungu, lakini anashindwa kuyafuata na anapata dhambi ya kutokutii. Ndio maana Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Yeye kwa akili ya kawaida aliona kutii kwa namna ile, pengine kwa kuchukua vinono na kuitoa dhabihu angekuwa ni jambo zuri, lakini hajui kama Mungu alimwelekeza nini, anasahau. Na mtu hata sasa hivi anaweza akachukulia kwamba hivi kweli kuchukua kanisani ni dhambi? Yaani mimi naweza ni dhambi hii ni dhambi kweli? Mimi nisipokwenda kufanya hii ni dhambi? Akawa anadogosha kama ambavyo hata Sauli alifikiria kwamba hivi kwa kuchukua vitu vizuri na kumtolea Mungu kuna shida gani? Na yeye akata anamwambia watumishi wake kaona ni kawaida, lakini Mungu anamuondolea nafasi ya kuwa mfalme na anamkataa. Anamwambia kwa sababu kuitii sauti yangu. Sasa hii ni dhambi ambayo inaweza kuwa sio dhambi ambayo tumezizoea, lakini angalia kukosa utii. Ni mara ngapi sisi, mimi na wewe, tunakosa utii mbele za Mungu? Na kama nilivyosema, shida ni kwamba ni mpaka tuone shida imetokea. Yaani bila kuona shida, mtu mwingine hajui kama umekosea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Dhambi ni kizuizi katika kumtumikia Mungu. Namba 4, sababu nyingine. Sababu nyingine ni kuipenda dunia. Watu wengi wanashindwa kumtumikia Mungu
kwa sababu ya kupenda dunia na mambo yake. Kitabu kile cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 kinazungumza habari ya kutokuipenda dunia. Kwa nini? Kwa sababu kuipenda dunia, kumpenda Mungu hapo ndani yako. Moja kwa moja hautaweza. Ile misemo ya Kiswahili inayosema hauwezi kutumikia bwana wawili, hata kwenye andiko hili ukiliangalia, huwezi kumpenda Mungu na ukaipenda dunia. Na tunaposema dunia, kuipenda dunia, tunaangalia yale mambo ambayo ni ya kianasa, kwa sababu duniani si kama kila kitu ni kibaya. Lakini ukiipenda dunia katika tafsiri ya Biblia ni kupenda kufanya anasa ambazo zinamkosea Mungu. Miili tuliyoibeba ina mahitaji mengi ya kidunia, na mahitaji asilimia kubwa ni kutupeleka sisi kumkosea Mungu. Kwa hiyo ndio maana ukianza kumpenda Mungu, maana yake automatically unaanza kujitenga na nini? Na anasa. Bwana asifiwe sana. Mfano hasa kwa vijana ambao wanakuwa, ukienda chuoni unakuta siku kama hizi za Jumapili kunakuwa na mitoko mbalimbali inaandaliwa na vioni kule. Maana yake ni kwamba muda ambao ungeenda kumtumikia Mungu, ungeenda kanisani, unapewa tangazo kwamba tutakwenda sehemu fulani kufurahi. Taenda sehemu fulani kufurahi. Muda ambao ungeenda kufanya maombi, kunakuwa kitu kimeandaliwa. Na unajikuta watu wengi sana wanakushawishi kwenda kwenye mambo haya. Ni mambo ya kupendeza, lakini yanaanza kukutenga na Mungu taratibu. Lakini mimi kwa umri wangu niliokaa, nimewahi kushuhudia na naendelea kushuhudia watu wakishindwa kwenda kutimiza majukumu ya kiutumishi kwa sababu ya anasa za dunia. Kazini kwangu waliwahi kupanga kitu kinachoitwa get together. Wakapanga tutakwenda saa 5. Nikamwambia mimi saa 5 nitakuwa kanisani, siwezi kwenda. Bwana usaidie sana. Kama ni muda huo mimi wala sitaenda, kwa sababu mimi kwangu huo ni muda wa ibada. Kwa hiyo kama mnataka mimi niende, hakikisheni tunaanza kwenda saa 8, saa 9. Nikiwa nimemaliza majukumu yangu ya kanisani, tutakwenda huko. Na ninawashukuru wakabadilisha ratiba. Lakini wako watu ambao hawawezi kusimamia imani yao. Sisemi hiko kufurahisha, lakini nazungumza habari ya kufanya maamuzi ya kumtumikia Mungu sawa sawa. Kwamba ni mambo gani nimeyapa kipaumbele kwako. Kama ukiipenda dunia, automatically kitakuwa ni kizuizi cha kumtumikia Mungu. Lakini pia namshukuru mchungaji wangu, anasema mimi usije kwangu muda wa ibada, sitakuruhusu. Toka nimefika hapa, hiyo kauli nimeisikia siku zote anaizungumza. Na mimi nikaanza kuistudy, kuisoma taratibu. Huwa mchungaji anamaanisha nini? Nani kweli anachokisema anakimaanisha. Usiende kwake Jumapili kwamba eti umcheleweshe kanisani, hata kubali. Lakini wewe je, umejipangaje? Mimi mwenyewe kama katibu huwa nakutana na ruhusa. Samahani katibu, mimi sitaje kanisani leo, nina wageni nyumbani miongoni mwetu. Naiona message. Nasema sawa, asante kwa taarifa. Bwana usaidie sana. Mwingine ananiambia hakufua nguo, kwa hiyo ameshindwa kuja kanisani, nguo zote ni chafu. Bwana usaidie sana. Kwa kila mtu anaweza kana sababu yake anaitoa ambayo inamtenga kwa Mungu. Bwana usaidie sana. Kwa hiyo kuipenda dunia kuna kufanya wewe ushindwe kumtumikia Mungu vilivyo katika viwango vinavyostahili. Kitabu kile cha Timotheo, tunamwona bwana mmoja hapa, Timotheo wa 2, ambao
Biblia inamtaja hapa, kitabu cha Timotheo wa pili sura hii ya 4 mstari wa 10. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 10, Biblia inasema, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike, Kriske amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia. Nataka nizungumze huyu mtu huyu, hii kipengele A peke yake, 10A. Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Biblia inamweleza Dema akiwa ni mfanyakazi wa Paulo aliyeambatana naye katika utumishi, lakini inafika mahali Biblia inasema akapenda ulimwengu. Akapenda ulimwengu, mambo ya duniani akamvutia sana, akaachana, akaenda katika ulimwengu wa sasa, akafuata tamaa. Bwana utusaidie sana. Sasa inawezekana mimi na wewe tunaweza tukawa tumejipa vipimo kwamba hiki kipimo kweli kinaonyesha kama mimi nimependa ulimwengu au siupendi ulimwengu. Kwa sababu wakati mwingine kipimo cha maamuzi ya mtu ni akili yake. Ndio maana kuna wakati mtu huwezi kumwelewesha kwa kuelewa, kwa sababu bado kwenye akili yake anaamini kwamba hapa mimi sijamkosea Mungu. Bado inaweza kuwa ni mjadala, mtu kimwambia hapo wewe unaipenda dunia, haumpendi Mungu. Lakini nakupa tu simple task, mambo madogo madogo ya kujiuliza. Angalia muda mwingi unatumia kufanya nini kwenye maisha yako, ukilinganisha na vile ambavyo unamfanyia Mungu. Angalia kwenye wiki nzima umempa Mungu muda kiasi gani. Angalia ratiba yako ya maombi, angalia ratiba yako ya ibada, angalia muda wako kusoma neno, angalia na muda ambao unatumia kwenye shughuli zako za kawaida. Halafu uniambie kitu unachokipenda ungeweza kukipa muda kiasi gani. Hauwezekani kitu ambacho unakipenda ukakipa muda 10%, halafu usichokipenda ukipa muda 90%. Majibu utayapata mwenyewe. Utayapata kama unapenda nini au upendi nini. Lakini cha mwisho ninapomalizia hapa ni kukosa imani. Kizuizi kingine kumtumikia Mungu, kizuizi hiki namba 5 ni kukosa imani. Kukosa imani inapelekea kuwa na ugumu wa kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Waebrania sura ya 11 mstari huu wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana asifiwe sana. Unaona, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa sababu kila mwendeaye lazima aamini kwamba Mungu yupo na yeye huwapa thawabu wale wampendao. Lakini kuongezea andiko jingine hapa ni Hesabu 14. Hesabu 14 mstari wa 1 mpaka 11. Tunaona hapa madhara ambayo yanaweza kutokea kwa kukosa kumwamini Mungu. Biblia inaeleza kwamba wana wa Israeli walishindwa kumwamini Mungu pamoja na namna alivyowapigania kutoka Misri. Lakini wanakosa imani juu ya mtumishi wao Musa ambaye alikuwa amewatuma wapelelezi kwenda kuipeleleza nchi. Wawili wao Caleb pamoja na Yoshua wanaleta habari njema, lakini wakaonekana wao kama ni wabaya na wakataka kupigwa mawe wao. Biblia inaeleza kwamba watu hawa walikosa imani pamoja na matendo makubwa Mungu aliyowatendea. Walishindwa kuvumilia. Kwa hiyo walishindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ya kukosa imani. Imani yao ilikuwa ni ndogo. Wakashindwa kukumbuka. Sasa Mungu akafikia hatua akakasirika. Akasema tunapiga town. Musa anakwenda kumlilia Mungu kwamba wasamehe. Watu wengi katika dunia sasa tumebakia kwenye maigizo. Tumekosa imani thabiti. Tunakwenda imradi tu. Na ukienda hivyo ni hasara mbele za Mungu.
Ndio maana Biblia inafika sehemu nasema ni bora tu uamue kuchagua moja, uwe wa moto au uwe baridi. Bwana usaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu atubariki sana katika sehemu ya kwanza ya somo ya vizuizi vya katika kumtumikia Mungu. Ninakushukuru kwa sababu tumekuwa pamoja katika kipindi hiki. Nimesema vizuizi vitano ambavyo vinaweza vikamzuia mtu kumtumikia Mungu. Kwa faida tena nitiviseme kwa dakika moja. Moja ni hofu juu ya wanadamu, 2 ni uvivu, lakini 3 ni dhambi, 4 kuipenda dunia, na 5 kukosa imani. Viko vingi vinaweza vikawepo vizuizi vya kumtumikia Mungu. Bwana asaidie sana. Ningeweza kusema jinsi ya kushinda vizuizi, lakini ni muda mwingine wa maswali, na muda wetu wa maswali unatosha kujadili maswali. Ninaomba sasa ukae vizuri. Maswali yetu lazima yahusu somo ambalo tuko nalo. Haleluya. Na tutafanya mjadala, na hapa nimeandaa maswali ya kutufikirisha. Maswali yetu tutayajibu kwa mujibu wa Biblia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Maswali yetu yatajibiwa kwa mujibu wa Biblia. Swali la kwanza ambalo nitaliuliza, tutasoma kitabu kwanza hiki cha Injili ya Luka sura ya 8, alafu ndipo nitakuuliza swali. Injili ya Luka sura ya 8 mstari wa 5 mpaka 7. Na swali linasema hivi: kwa kutumia kitabu cha Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa 8 mpaka sura ya 8 mstari wa 5 mpaka wa 7, bainisha vizuri vizuizi katika kumtumikia Mungu. Tubainishe vizuizi. Tutasoma ile andiko, halafu swali letu litakuwa ni kubainisha vizuizi. Biblia inasema mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zikaanguka katika karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nitarudia. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka katika miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Kwa kutumia andiko hili tubainishe vizuizi katika kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Naomba maiki. Maswali yetu ni ya kujenga ufahamu wa kibiblia. Tunatamani kila mtu ajenge ufahamu wa kibiblia. Kwa hiyo maswali yetu yanajikita katika maandiko. Sasa tuna jukumu la kubainisha kwa kutumia andiko hili. Unadhani viko vizuizi hapa vya kumtumikia Mungu? Mkono tafadhali. Somo letu ni vizuizi katika kumtumikia Mungu. Na tumesoma hapa kwenye kitabu hiki Injili ya Luka sura ya 8 5 mpaka 7. Ni vizuizi gani ambavyo unaviona katika andiko hili? Pate mic pale. Amen. Kitu cha kwanza, dhambi. Anasema dhambi. Mwingine pale. Amen. Anasema majaribu.
kwanza amesema dhambi, wa pili akasema majaribu. Mwingine pale mtumishi wa Mungu kule nyuma kule karibu na Justine pale. Amen. Naona kwa mjibu wa tafiti moyo wa upokeaji, mtu anaweza alikubali alipokea, pia ndio mafundisho asipokee. Kwa hiyo wakati mwingine ulizi tayari moyo umeshazunguka neno la Mungu, ameshalipokea lakini ameshalipokea. Amen. Anazungumza kuhusu maamuzi ya kulipokea neno au kutokulipokea, maamuzi kama kizuizi. Amekiona hicho. Mwingine unasemaje? Haleluya, Bwana asifiwe. Haleluya. Mwingine anasema tamaa, kwamba kuna tamaa. Amen, Bwana asifiwe sana. Kuna mwingine nitasoma maandiko mengine hapo, alafu utaniambia kwenye majibu ambayo yametolewa kama yanaendana na majibu haya. Bwana asifiwe sana. Ukisogea pale mstari wa 12 Biblia inasema wale wa karibu na njiani, wa karibu na njia ndio wale wasikiao neno, wasikiao kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno moyoni mwao, wasije wakaamini wakaokoka. Tumepata kizuizi ni kipi? Naomba mic pale hapa. Kuamini. Kuamini. Anasema kuamini. Asante. Nimeona mkono mwingine hapo. Au kuna jikuna? Asante. Mkono mwingine. Narudia kusoma. Leta mic hapa. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Nimeona mama amenyosha hapa. Karibu. Anza na mama hapa, utasema. Amen. Mafadhaiko na masumbuko ya dunia, mahangaiko na masumbuko ya dunia. Asante. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanafunzi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wanafunzi. Amina. Kizuizi nilichokiona hapa ni kwamba kutokulitii, kwa maana anasema wale wa karibu na njia ndio wasikiao kisha huja Ibilisi. Maana yake wanalisikia neno lakini hawalitii. Maana yake Ibilisi akishakuja neno hilo huondoka. Amina. Kwa hiyo ni kutokuamini au ni Ibilisi? Twende pamoja, ni Ibilisi au ni kutokuamini? Kutokuamini. Ni Ibilisi analeta kutokuamini. Okay, sawa. Inaofuata tumesoma andiko, nataka tukufafanue. 2. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo kulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa kujitenga. Kizuizi kiko wapi hapo? Bwana asifiwe. Mpatie maiki hapo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kizuizi kilichopo hapa nilichokiona ni kwamba ukosefu wa imani. Anasema kwenye andiko hili ni ukosefu wa imani ndio unapelekea lile neno kukosa mizizi na kuondoka. Bwana sasa na unalipokea kwa kitambo kwa furaha, lakini hawana mizizi. Waamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Umesema ni nini? Ukosefu wa imani. Kosa
Imani. Bwana asifiwe sana. Mwingine? Bwana asifiwe. Sinaweza tunasoma wote hapa, tuna Biblia. Hapa imetajwa kujaribiwa. Kinachojaribiwa kwenye mtu ni nini? Ni imani au ni nini? Kati ya imani na majaribu, kipi ni kizuizi cha mwingine? Ni kukosa imani ndio kizuizi au majaribu ndio kizuizi? Bwana asifiwe sana. Hapa kuna kitu kimesemwa kwamba ulipokea neno lakini hana mizizi. Maana yake imani ya kutosha inakuwa haipo. Sasa lakini baada ya kujaribiwa ile neno linaondoka. Sasa nauliza swali, kizuizi hapa ni kukosa imani au ni majaribu? Kukosa imani. Namba mpeni kibali. Amen. Nafikiria hapo ni kukosa imani. Majaribu yenyewe yapo, sio kwamba ukiwa na imani eti kwamba majaribu hayapo. Hapana, majaribu yenyewe yapo. Kwa hiyo unapokosa imani ndipo majaribu yanakuja. Amen. Amen. Jamani, tumesikia majaribu yafanya nini? Yapo siku zote, ila imani ya mtu inapopungua, inapokosa utimilifu, ndio inakufanya au inakupa kutokumtumikia Mungu ipasavyo. Na zile zilizoanguka penye miiba ni wale wanaosikia neno, wanaolisikia na katika kuenenda kwao kusongwa na shughuli za mali na anasa za maisha haya, maisha haya wasiivishe lolote. Nitarudia katika kipengele hiki cha namba 14, na zile zilizoanguka penye miiba ni wale wanaosikia na katika kuenenda kwao kusongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya. Mmekiona kizuizi kwenye andiko hili ni kipi? Mbona huko hamnyoshi mkono huko? Bwana asifiwe sana. Au je, mmechelewa huko? Karibu. Amina. Kizuizi nilichokiona hapa ni kuipenda dunia. Anasema kizuizi alichokiona hapa ni kuipenda dunia. Bwana asifiwe sana. Asante. Mwingine? Haleluya, watu wa Mungu. Au tunakubaliana naye, si ndio? Tunakubaliana naye kuipenda nini? Dunia. Bwana asifiwe sana. Na Biblia imesema tusipende dunia. Haya, nashukuru sana. Kuna mwenye swali hapa? Mwenye jambo la kuzungumza? Hakuna. Haya, swali la pili. Nawashukuru kwanza kwa mchango wenu. Nawashukuru sana. Kama nilivyosema, nia kabisa kila mtu kuwa na ufahamu wa Biblia. Bwana asifiwe sana. Maswali yajikite katika kumjenga mtu ufahamu Biblia. Nataka nikupe uhuru wewe wa kuchangia. Umesikiliza vizuizi ambavyo nimevitaja kwenye somo la utangulizi. Sasa nataka kwenye vile vizuizi ambavyo nimevitaja vinavyomzuia mtu kumtumikia Mungu, uniambie kwa kutumia andiko lolote. Kwa kutumia andiko lolote uniambie vizuizi vikubwa au kizuizi kikubwa zaidi ambacho ni changamoto kwa Kristo wa sasa katika kumtumikia Mungu. Naomba ubainishe vizuizi au kizuizi kikubwa kabisa ambacho imekuwa ni changamoto kwa Wakristo wa leo katika kumtumikia Mungu. Utumie andiko, kwa sababu Biblia imeeleza mambo mengi. Kwa kutumia andiko
Bainisha kizuizi au vizuizi vikubwa kabisa, hata viwili, kimoja au viwili, ambao vimekuwa ni changamoto kubwa kwa Wakristo wa leo katika kumtumikia Mungu. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Nasubiri mkono. Kwa kutumia andiko lolote kwenye Biblia, bainisha kizuizi au vizuizi vikubwa ambavyo vimekuwa changamoto kubwa kwa Wakristo wa leo au wa kanisa la leo. Pate maiki pale, mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilikuwa najaribu kuangalia kizuizi ambacho kinaweza ikawa ni sababu kubwa ambayo leo hii Mkristo inaweza ikamrudisha nyuma katika huduma yake, ni imani. Kwa sababu hata ukiangalia katika kile kitabu inasema kwamba imani bila matendo hakika imekufa. Ila nilikuwa najaribu kuangalia ni kitabu gani, sijui ni Matendo ya Mitume ngapi, nimesahau. Kwa hiyo ukipungukiwa imani. Amen. Amen. Yeye anasema kwa habari ya imani kama kizuizi kikubwa, akiamini imani bila matendo imekufa. Ni kitabu cha Yakobo. Karibu. Amina. Kizuizi kingine kinapatikana katika kitabu cha Galatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 17. Kizuizi hiki ni kuipenda dunia ya sasa, kwa sababu tunaona dunia ya sasa au watu wa sasa au Israeli ya sasa, watu wengi wanaipenda dunia na mambo ya ndani yake na kumwacha Mungu, kwa sababu kuipenda dunia, ili ipende dunia inasababishwa na zile tamaa za mwili au mwili wenyewe unaokupelekea uanze kuyatamani yale mambo ya dunia na kuipenda dunia. Anasema katika Galatia sura 5 kuanzia mstari wa 17 anasema, kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Maana yake tukiongozwa sisi na roho tukaachana na dunia, tutakuwa hatupo chini ya sheria ya kuitumikia dunia, tutakuwa huru kumtumikia Mungu. 19 anasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Maana yake tunaona ya kwamba tukipenda dunia kuliko Mungu, tukapenda mambo ya ndani ya dunia, tukatamani kuzitimiza zile tamaa za miili yetu, hakika hatutauona ufalme wa Mungu. Kwa maana hicho ni kizuizi kimoja hapo. Amen. Mungu akubariki. Tumepata kizuizi kingine, anasema kwa yeye kuipenda dunia. Pale tumepata swala la ukosefu wa imani yenye matendo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Ukisoma kwenye Mathayo 6:33 inasema kwamba bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hao mengine yote tutazidishiwa. Kupitia huu mstari mimi nimewaza kwamba sisi hatukatazi kwanza kufanya kazi, lakini shughuli zetu za kila siku ambazo ndo zinatupatia kipato tumeziweka nafasi, yani tumezipa kipaumbele sana kuliko kumtumikia Mungu. Yani sisi tumekuwa ni wale washirika wa Jumapili au wa siku moja tu, lakini kwenye vitu vingine tunakuwa tuna delay kwenye kufanya utumishi katika kanisa. Kwa hiyo mimi naona shughuli zetu hizi ambazo zinatuingizia kipato tumeziweka mbele kuliko kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Asante sana. Tumemwelewa? Si ndio? Anasema shughuli nyingi za kwetu tumezipa kipaumbele sana
kuliko kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kwa mujibu huu anaona imekuwa ndio kizuizi kikubwa ambao pia inaendana sana na mzungumzaji wa pili aliyesema kuipenda dunia pamoja na shughuli zetu nyingi. Pamoja yeye ameongezea kwamba sio dhambi kufanya hizo shughuli nyingine za kujiza kipato, lakini zimekuwa na muda mrefu zaidi kuliko vile ambavyo tunamtumikia Mungu. Kuna mwingine atamani kuzungumza chochote kabla tujasema alafu nimkaribishe mchungaji kwa dakika 2. Yote nataka kusema kwenye jambo hili kwa mujibu wa andiko, anaona kuna kitu ambacho angetamani akiweke sawa. Hakuna. Asante. Sasa nataka niongezee maandiko haya katika hizo point ambazo nimezungumza hapa. Kitabu hiki cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 ambacho amekisema hapo, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Nataka naenda kwenye mafafanuzi kwenye kitabu hicho cha Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 24. 6 hapo mstari wa 24. Tuanze kuangalia hii story kwanza, alafu uielewe. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama kushikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Bwana asifiwe sana. Hamwezi kutumikia Mungu na nini? Na mali. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Nataka niongezee hapo, alafu nitamkaribisha mchungaji katika kuhitimisha. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari ule na wa 10. Biblia inasema, maana ya shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Naomba niishie hapo kwanza. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kufanya nini jamani? Ni kufanya nini? Ni kupenda fedha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Swali lilikuwa linasema hivi, kwa kutumia andiko lolote ubainishe kizuizi kikubwa cha Wakristo wa sasa katika kumtumikia Mungu. Na tuitamani mjibuji yote atumie andiko. Na washukuru sana ambao wamechangia, wamejaribu kunukuu kwenye maandiko wakituonyesha changamoto wa Kristo wa sasa. Hapana shaka tutakubaliana kwamba upendo na kupenda mali ni kama ndio vizuizi vikubwa vya Wakristo wa sasa katika kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa mujibu wa maandiko haya yanatuonyesha kupenda mali na upendo ndio umepelekea kuwa na ugumu wa watu wengi kujitoa kwenye mambo ya kimungu. Bwana asifiwe sana. Karibu sana mchungaji kwa mjadala kidogo kuweka sawa na kuhitimisha somo letu la leo ambalo lilikuwa linazungumzia vizuizi katika kumtumikia Mungu. Makofi baba anapokuja kuhitimisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimegundua kwamba yote mliozungumza kwamba vizuizi vyote vilivyopo ni kuwa adui wa Mungu. Pale kuna mambo mawili ambayo waligundua wakina Yakobo na wakina Yohana. Mtume Yakobo na mtume Yohana waligundua mambo mawili, kwamba watu, unapokuwa rafiki wa Mungu huwezi kuwa rafiki wa dunia. Unapokuwa rafiki wa dunia huwezi kuwa rafiki wa Mungu, kwa kuwa wote tunatumia maandiko. Yaani hapa ni mahali pake. Naomba mtu mmoja asome Yakobo 4:4. Yakobo 4:4. Kwa hiyo unachagua rafiki yako ni nani. Yaani hapa ulipo tu nimesha kuona wewe rafiki yako ni fulani. Pale nje
tutakapotoka hapa jioni baadaye utagundua hawa ni marafiki wa fulani, hawa ni marafiki wa fulani. Hapo hapo ulipo utagundua rafiki na wewe ni rafiki wa nani. Kwa sisi hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia ifanye kuwa adui wa Mungu. Paulo pia alisema, wameshakuwa watatu. Paulo pia alisema, mwenzangu alisema wa Mbwentete, akasema enendeni kwa roho wala mtatimiza tamaa zote za mwili, kwa sababu mwili utamani kushindana na roho. Kwa hiyo wale wanaoangukia mwili wote hawawezi kumpendeza Mungu, kwa wanakuwa ni maadui wa Mungu. Haya, tumwangalie huyu alikuwa ni Yakobo. Hebu tuende kwa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 2:15. Tuangalie makatazo. Usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Dunia na mambo yaliyomo, rudi Yakobo 4:5. Dunia na mambo yaliyomo, rudi Yakobo 4:5, halafu Galatia 5:19 hadi 21. Hatutasoma, lakini soma hilo Yakobo 4:5. Uangalie Yakobo sura ya 4 mstari wa 5. kuipenda dunia. Au wanaja kwamba maandiko yasema bure, huyo roho akaenda ndani yenu, tamani kiasi cha kuona hivyo. 6. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo kusema Mungu huwapinga wajibu zao, bali huwapa neema. Yakobo. Angalia Yakobo 4:5. Yakobo sura ya 4 mstari wa 5. Soma. Hiyo. Kwa hiyo unachagua kati ya makundi mawili. Kundi la kwanza la watu waliofanikiwa watakao kwenda mbinguni ni kundi ambalo linampenda Mungu. Kundi la pili la watu watakao kwenda jehanamu ambao hawampendi Mungu ni kundi ambalo watakwenda watamfuata shetani na mambo yake yote, na hayo Paulo ameyazungumza, Yesu ameyazungumza, Yohana ameyazungumza, na kila mtu ameyazungumza. Sisi kama kanisa ni wakina nani? Ni lazima tufuatane na hayo, halafu tuyaepuke hayo. Tukisha kuyaepuka hayo, tutafuata yale ya Yesu ya Mathayo 6:33. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote mtafanyaje? Mtazidishiwa. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote mtazidishiwa. Hayo ndio ya kutafuta wote, kwa sababu kisoma kule nyuma anasema kwamba Mungu huwalisha watu wote. Ndege wa angani hawana maghala wala hawana mashamba. Sisi tuna mahekali mengi ya ndimu na mananasi, michungwa, ndizi. Tunafuga kuku, tunafuga samaki, tunafuga nini, lakini vyote hivyo anasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu. Sisi kama waenda mbinguni, kama hatuendi mbinguni ni jambo lingine. Hatuna muda wa kupoteza hapa kama hatuendi mbinguni. Na mimi nitakushangaa kama unakuja kanisani halafu huendi mbinguni. Nitakushangaa. Sio mimi tu nitakayekushangaa, Roho wa Mungu anakushangaa. Lakini kwa sababu wote tuna jambo letu la kwenda mbinguni, basi twende mbinguni wote. Mungu atubariki na hayo. Amina. Tusimame. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya